daktari, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT imefanya maadhimisho ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwa jumuiya hiyo, maadhimisho ambayo yamefanyika kitaifa wilaya Ilemela mkoani Mwanza. Hakika leo imetajwa kama siku muhimu kwa baadhi ya viongozi wa dini, wana wa maridhiano na wapenda amani nchini. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alitarajiwa kuwa mgeni rasmi. Ametoa ujumbe kwa viongozi wa dini ya kwamba wana nafasi kubwa kujenga mshikamano na hivyo kulinda amani ya Tanzania. Viongozi wa dini, mnayo nafasi kubwa katika kuijenga amani na utulivu wa nchi yetu. Ninawasihi sana kuendelea kushirikiana na serikali katika hiyo, na sisi serikalini tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa katika swala hiyo. Jambo jingine la mwisho ambalo ningependa kulizungumza hapa, viongozi wetu wa dini pia mnayo dhamana ya kutulea kimaadili na kutuonyesha njia iliyo sahihi. Napenda kwa unyenyekevu kabisa nitumie fursa hii kuwasihi sana viongozi wangu wa dini au viongozi wetu wa dini zote kuepuka migogoro, kwani migogoro haina tija. Lakini pindi migogoro inapojitokeza, tuhakikishe tunaisuluhisha mapema kwa kuzingatia sheria, miongozo, taratibu, lakini pia kwa kutumia hekima. Ninaamini ninyi mkizingatia maadili mema na kuhamasisha hayo niliyoyasema, basi serikali kwa upande wake pia itaendelea kutoa ushirikiano ili kazi hii tuifanye kwa pamoja. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani JMAT Sheikh Alhad Musa Salum ameeleza kusudio na umuhimu wa kuendelea kuliombea taifa na viongozi wake. Ittabi'u salama ma'a al-jami' wal qadasata allati biduniha lam yara ahadu rabb. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Sasa maneno haya yanafundisha uadilifu, yanafundisha kuwapa amani watu wote, na Uislamu ukasema pia almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Muislamu safi ni yule ambaye anawapa amani watu wote, amani ya mkono wake na ulimi wake. Kwa hiyo utaona kwamba mafundisho ya dini zetu, ndio maana niliwaambia kwamba hii JMAT mheshimiwa mgeni rasmi pengine iliundwa toka wakati huo na Yesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe msajili ulikuja kusajili baadaye. Al-adami binaullah mal'un man hadama. Mwanadamu ni jengo la Mungu, amelaaniwa mwenye kulivunja. Jengo la Mungu mwanadamu. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo Askofu Israeli Ole Maasa ameiomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ofisi za JMAT mikoani ili kuimarisha utendaji kazi wa taasisi hiyo. Viongozi wetu wa JMAT kote nchini wana uhitaji wa majengo ya ofisi, na kuna majengo mengi ya serikali ambayo hayatumiki. Tungeliomba tuwasilishe ombi letu kwamba kule mikoani, kule wilayani, viongozi wetu wa JMAT wafikiriwe kupewa ofisi za kuendesha shughuli zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kumpongeza tena mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, balozi wa amani duniani, balozi wa utunzaji wa mazingira ofisi ya makamu wa rais, Sheikh Daktari Alhadi Musa Salum, balozi wa amani. Viongozi wengine walifunguka mazito. Sisi katika takwimu za sensa tulionyesha kabisa vijana wako wengi na ni wengi, na pengine ndio hao sasa inabidi namna gani wataweza kujitambua kwamba wao ni Watanzania na kwamba bila amani hatuna kitu. Wamesema wasemaji wa kwanza pamoja na kakaangu pale, tunaye kiongozi mmoja tu wa nchi hii, Jemedari Dr. Samia Hassan, yani ndiye kiongozi wetu. Hata kama na jinsia ya kike hatuwezi kumheshimu, lakini ni kiongozi wa nchi hii. Tanzania tuna bahati
kubwa sana, sio kidogo, kwamba badala ya viongozi wetu wa dini kukimbiana, wanakimbiliana. Naomba Mheshimiwa mgeni rasmi, hata mkisahau chochote nitakachokisema leo, hili naomba libaki kwenye historia ya miaka 10 ya JMAT. Hii ni tunu ya pekee.